Kosa ile akiba tuweke na kuaje kaka. Maana muda ndio sasa tumeweza chuo, hatuna mambo mengine tena. Kwa inabidi masuala kufanya business. Kwa kiasi ambacho tumeweka itabidi tuangalie ni jinsi gani ambayo tutafudi kwenye biashara za mtaani. Mimi kwenye business yangu ambayo niliona bora tuanze kwanza na viatu. Biashara ya viatu kidogo inatoa. Kwa sababu tukisema sisi tuendekeze kuomba kazi sio makampuni ni ngumu sana na sidhani kama tunaweza. Kiasi ni kikubwa. Na hisi mpaka sasa hivi kuna 900 hivi. Najua tunapa kuanzia, tunakwenda mtaani najua tupa kuanzia. Sasa tushamaliza paper. Itabidi tukafocus mtaani. Cha msingi ni preparation, hakuna kukata tamaa, itabidi tupambane hapa mna kurudi nyumbani. Kaka mkubwa tushapanga sana kuhusu biashara. Muda sahihi wa kuchagua tufanye biashara gani? Wewe unasubiri nini sasa? Usiofu, tutajua jinsi gani ambayo tutafanya. Na tutafix kwa sababu mimi ni kaka yako nipo, na wewe ni ndugu yangu. Lazima tujue jinsi gani ambayo tutafanya hiyo swala tuleke kesho. Unafikiria sana kama ni nguo tufanye, kama ni vyakula. Mbona tuna watu mkoani wakatuagizia hivi vyakula tukaleta huku? Lakini si mtiani ulikuwa fresh, si ndio? Basi fresh. After school imenifunza yupi rafiki wa kweli. After school mpenzi kanisaliti, mambo hayajakaa sawa. After school nyumbani wananihitaji msaada, wanajua nishakuwa mkubwa. After school Karibu kaka, tupo bwana. Asante, naona uko busy sana na nguo, ni uko busy hata uelewi. Nilikuwa na udobi hapo umenikaba kweli. Nifika hapa na kuangalia ni uko busy kinoma. Ila sasa hilo swala msingi. Nimekuja hapa. Unajua yule ndugu yangu yule. Mwai. Huyo. Kama ni issue ya Mwai, hebu tukae kidogo maana tukiwa na penye tunasimama hivi na kwa sofa hivi. Tukae kidogo. Tukae. Hebu ilikuwaje bwana? Unajua kaka yangu, yani mpaka size tulipofikia
mimi na yeye tutakuwa na ugomvi mkubwa sana. Maana mimi simuelewa anachokifanya yeye kwenye zile pesa ambazo tulikuwa tunaweka sisi mdogo mdogo. Yaani tumeweka pesa kwa muda mrefu sana mimi na yeye. Ila simuelewi anamaanisha nini yani, kwa sababu mimi kuzipata zile pesa imekuwa ngumu sana. Yaani amna anachoniambia tucheze kile kitu wala kunishirikisha ni kwa lolote lile. Mimi nikimwambia tu yuko kwenye plan. Yaani plan muda unaenda. Mimi nachanganyikiwa kaka, yaani sielewi nianzie wapi niishie wapi. Lakini kaka, wewe ni msomi kabisa na una degree yako. Kwenye swala la hela amnaga undugu wa kusema mnakusanya hela kidogo kidogo baadaye mfanye kitu kikubwa. Hii haipo. Huyo na yeye kashamaliza shule tayari na matamanio makubwa ya kuwa tajiri. Na wewe na matamanio makubwa ya kuja kuwa tajiri. Itawezekanaje wewe ukusanye 10,000 na yeye akusanye 10,000 uje mpate 20,000 mje mpate kitu kikubwa? Wakati wewe tayari wewe unakuwa na majukumu yako mwenyewe kama mwenyewe, yeye anakuwa na majukumu yake yeye kama yeye. Sasa itakuwaje mnaongeza kitu mpate kitu kimoja? Inakuwa bado unakosea kaka. Kwenye masuala ya hela hamna undugu. Na ukiendelea kutia huruma hata hiyo hela utaikosa. Wewe utaanzaje kushikiwa hela mtu mzima sasa hivi? Wewe mtu umemaliza shule, unataka kuanzisha maisha yako. Unashikiwa hela na mtu mwingine. Kaka unanichanganya sana kwanza. Kwanza unanishangaza wewe mtu una degree unashikiwa hela kama mtoto mdogo. Kwanza kama hapa nipo na wazi. Ile pesa mimi naipateje? Wakati nimitegemea kwa muda mrefu na matajiri yangu yote yako pale. Yaani piga yani chochote ambacho kitatokea nategemea pale. Na uwezekano ni sifuri. Sikilize kaka. Tulivyokuwa tunasoma kufundisha namna ya saikolojia, kusoma mtu. Kwanza kaka yako umekaa naye zaidi ya 5, unajua yani udhaifu wake uko wapi, stress zake ziko wapi, unazijua udhaifu unaujua, kila kitu unajua. Kwa hiyo unaweza kuniambia labda udhaifu wake ili niweze kukusaidia. Mpenzi wake Amanda. Lakini kaka, mbona hilo jambo dogo sana? Kwangu mimi naona ni jambo dogo sana kupitia yule Amanda. Amanda kwanza ni mtu ambaye anataka sana pesa. Kwanza Amanda ana upendo wa dhati kwa Amanda. Ila lengo lake kubwa ni kuenda kuchuma pesa na kurudi. Kwa hiyo kama ni Amanda, hiyo limeisha kaka. Hapo cha kufanya, mtumie sana Amanda, tumpe zile pesa. Kuna pesa tu tutajichanga tutampa zile pesa. Baadaye watafanya tu vurugu, yani watavurugana. Wewe pale ndio utaona namna ya kuingia. Asante kaka, ila ngoja nilifanyie kazi kwanza. Ushauri wako umekuwa mzuri. Ila sasa ngoja kwanza niangalie Amanda atakubali. After school. Poa mzima. Mimi niko poa, sijui wewe. Mimi niko poa kabisa. Sasa nisikilize. Hivi rafiki yangu, kwanza ulianzaje kuishi na ule blaza yani? Unajua mimi siamini paka saa hizi. Yaani miaka yote 3 plus yani sijui mmewezaje kuishi pamoja yani. Sasa nisikilize, kama kuna muda sahihi wa kuachana naye ndo sasa yani. Maana hata nisioni future yenu kabisa mbeleni, yani sioni kila kitu yani kama mtazam mkatoboa mbeleni yani. Yaani naona kabisa zilo nyau. Mimi nimwambie yani anakuwa king'ang'ani nimitaji yani pole. Sasa nisikilize, yule mshikaji kuna ile nimeweka naye yani, kuna lafani ya akiba hivi. Hela? Ndio, pesa nyingi kabisa tu. Na hiyo pesa ipo kwangu na mimi sitaki kufanya naye kila kitu hiyo, kwa sababu unaona nini? Sioni kama yuko sahihi kwenye malengo yani. Naona kama atakuwa tunajisumbua napoteza muda wangu yani. Yaani
kweli kabisa. Yani mwenye usioni akizungumzia kuhusu biashara, kuhusu maisha baadaye. Yani wewe ndio nimegundua una akili wewe. Yule anakupotezea muda, tutajikuta umezeka muda si mrefu. Tushauri yako. Uliponiambia tukutana na kuacha mimi nimwambia sasa kama mazoea sijioni sio thamini bora Sasa nisikilize, naomba kesho tuonane. Haya, sawa, uwe na wakati mwema. After school, after school, imenifunza yupi rafiki wa kweli. After school, mpenzi kanisaliti, mambo hayajakaa sawa. After school. Hello. Hello. Safi, mbona toka jana nakutafuta simu okote? Maana nimekutafuta kwa sababu kuna swala ambalo tuliongea ile juzi. Naona kama tukufikia mwafaka kabisa. Ndio maana nimeamua leo nikupigie naongea tunalekaje ile swala. Yani kiukweli napata wakati mgumu sana kwa sababu mimi nimekaa nimefikiria, yani wewe tayari umeshamaliza chuo, hivi bado unasoma chuo, sioni mahali ambapo tutafika mimi na wewe kweli, yani sioni future yoyote. Sasa sikiliza Amanda, usiongee hivyo. Kumbuka mimi na wewe na mipango mingi tumeongea. Iweje sasa mara hiyo unaniambia si nimemaliza chuo sipi nini? Sasa kumaliza chuo na mahusiano yetu kipi, kuna shida yoyote au kuna kipi ambacho ni kigumu sasa? Kama tunilikuwa kwenye chuoni mimi nilikuwa mbele mwaka mmoja lakini tulikuwa tunaishi vizuri. Kwa nini sasa nimemaliza nishindwe kuwa na wewe? Wewe umemaliza wewe chuo. Yaani ni mambo mengi sana, yani kuna mambo mengi ya kufanya. Kuna kutafuta hela, kuna kila kitu. Lakini pia mimi ni mwanamke, yani nahitaji yani mtu anikee, anijali. Sasa kuna mtu yani ni masuala ya ada nini inabidi niongezee naweza. Yani nahitaji kuvaa, nahitaji kuspend, yani vitu vingi nahitaji. Sasa kwa kutafuta hela, mimi naona yani sio ni mali tutafika kwa kweli. Sikiliza. Naona tu nakupotezea muda. No, nisikilize, yani nakupotezea muda. Wewe tu bora ukafanya mambo yako ukakoka, tafuta hela, mambo mengine yaendelee. Sikiliza Amanda, kuwa muelewa kidogo. Mimi kumbuka mimi nina mipango mikubwa sana na wewe. Nakumbuka mimi nishawaambia kabisa nyumbani kwa sasa nishamaliza chuo na mwenzangu tayari yuko mwaka 3 sasa naenda kumaliza chuo. Na mipango na wewe. Kwa nini sasa unanigeuka wakati tuko kabisa? Kwambia nyumbani ndio nini? Wangapi walianziwa kwao mwisho wa siku hadi siku ya harusi imefika wakaahirisha. Sio mahusiano ya kubandika kitu kwenu, sio kina dada zinataka nini? Yaani haimachi sioni future na wewe. Kwa nini uelewi? Kwa nini unakuwa king'ang'ani? Nimechoka, yani sikuhitaji. Ili kumeke hivyo sikuhitaji bangu. Tafuta hela. Mimi nahitaji baki. Nisikiliza Amanda. Mpenzi kanisaliti, mambo hayajakaa sawa. After school, nyumbani wananihitaji msaada, wanajua nishakuwa mkubwa. After school, after school.
Amanda, umefuata nini tena hapa? Kipi kilichokuleta tena hapa Amanda? Hivi unahisi hapa ni Ikulu kwamba siruhusiwi kuingia? Ninaruhusiwa kuingia muda wowote na saa yoyote ninavyotaka. Afu na kuona umetoka huko na bahasha lako lile la ombaomba. Comrade, wewe ndugu yangu kabisa yani. Na unajua ni mangapi nimetia kwa Amanda. Na unajua kabisa yani. Lakini leo ndo malipo haya. Unamleta mtu aliyeniumiza, adui yangu kabisa. Unamleta kwenye kitanda ambacho nalalia mimi. Comrade, nini tena? Amanda umjui? Okay, kwa wewe ujue yote ambayo mimi nimepitia kwa Amanda. Kaka, hii hapa ni after school. Baada ya chuo maisha ndo haya sasa. Huyu ni mgeni wangu, sio mgeni wako. Wewe unafikiri ni klasi hapa? Umefanyisha mikono na kujibu maswali. Maisha yapo hivyo. Wewe una na macho tu, mwingine ya kuhusu kaa kimya. Huni Amanda. Unajua kabisa kilichotokea. Na unajua ni maumivu mangapi niliyopitia kwake. Unajua ni maumivu mangapi aliyonipa msichana. Na unathubutu nini kumleta kabisa ndani? Na kwenye kitanda ambacho mimi nalalia. Amanda anahitaji mwanaume mpambanaji. Sio kutembea tu na mabahasha. Anataka pesa. Anahitaji kuhudumiwa. Sasa wewe ndugu yangu unakuja hapa unalalamika. Ndio maana alikutupa kwa sababu yani upo tu. Au na mipango yoyote au na mikakati yoyote ile. Anataka matumizi. Angalia. Saizi ana think about shopping, about market, supermarket. Saizi unamwita fursa, si ndio? Kwa sababu ya hela, vya akiba vidogo vidogo vya Mungu tulivyoweka, ndio unaona kama nakupenda. Anakuwa ni mwanaume uliokamilika, lakini kumbuka Amanda hakupendi. Hakupendi hata kidogo. Amanda kakalia tamaa ambazo zinamuendesha. Ni mwanamke ambaye kichwa chake hakijakaa sawa comrade. Naomba unielewe hilo. Kazi yako wewe ilikuwa ni kuandika business plan tu. Masuala ya hela. Sio hela ya akiba. Ile hela ni yangu mimi mwenyewe. Unataka unaiwaza hela ambayo haikuhusu. Wewe alikuwa anakuhusu makaratasi. On how to conduct our business. On how to open our business. Vipi kwani? Hela natumia mimi ninavyotaka mimi. Cool down, tulia. Masuala mengine niachie mimi. Wewe makaratasi yale ya kuplan ndio anakuhusu wewe basi. Nadhani ushamsikia. Ungejaribu tu utoke nje ukatafuta maji ya kisima kwanza upunguze hasira, utoto atakuwa ndani, unaelewa? After school imenifunza yupi rafiki wa kweli. After school mpenzi kanisaliti, mambo hayajakaa sawa. After school